3T Sports Promotion wanakuletea mchaka unaendelea hapa PMBet Ngumi Kitaa, na mapambano yanaendelea hapa kwenye PMBet Ngumi Kitaa. Tuko Sinza kwenye ukumbi wa Dar Social Hall ambapo wako mabondia hapa wakipambania ndoto zao, wakipambania vipaji vyao. Unaweza kujiuliza kwa nini PMTV Ngumi Kitaa? Kwa nini PMBet Ngumi Kitaa? Ni kwa sababu PMBet inatambua na kuthamini mchango wa vijana, wanatambua thamani ya ndoto, na hii ni kazi kama kazi nyingine. Kama wewe unavyoamka kwenda kazini, basi nikwambie hii pia ni kazi kama kazi nyingine, na kupitia PMBet wanakwambia ziko milioni 3 ambazo zinatoka kila siku. Yani milioni 3 zinatoka kila siku. Sasa piga mahesabu hapo kwamba ni milioni 3 kila siku, yani Jumatatu mpaka Jumapili. Wahesabu haraka ni karibia milioni 21 ambazo zinaweza kutolewa na PMBet. Arobaini na tisa nyota 23 alama ya reli, vigezo na masharti kuzingatiwa. Kufanya hivyo utakuwa umetisha kinoma noma. Na mpambano unaendelea, na hii ni round ya kwanza. Munir, ukiwatazama vijana lakini kwa taswira ya nje, nini ambacho unakiona kwenye pambano hili? Ni fight ambayo inaonekana ni nzuri. Kwanza kwa upande wa Hashim Omari, bondia ambaye mwenye urefu ambao kidogo unaweza ukaleta tofauti katika taswira nzima ya uchezaji wa bondia wote wawili. Katika raundi ya kwanza Hashim Omari amekuwa akicheza kwa kuweka kama unavyomuona, lakini pia ameonekana kuwa na kitu tofauti, si tu katika mscore moja ambazo zilikuwa zinaonekana kama japo combination, lakini pia amekuwa akicheza kwa akili na maarifa sana, huko akitumia defense ya mguu wake wa nyuma ambao amekuwa akifanya movement kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine. Ni fight ambayo kweli imeanza, mmoja amekuwa akipigana ambaye ndio huyo mpinzani wake, lakini pia kwa upande wa Hashim Omari amekuwa akicheza kwa box. Kwa hiyo ni fight ambayo imejaa, mmoja anafanya vitembeo akicheza kwa kuscore point, mwingine amekuwa akicheza kwa zaidi. Kwa hiyo ni fight ambayo imejaa katika taswira nzuri. Hii ni burudani nzuri kabisa ambayo inakujia mubashara kabisa kupitia PMTV. Tuko hapa mpaka zile pauti zilizowekwa ziweze kufikia tamati, yani hapa tunakesha mpaka kieleweke. Referee wa mchezo anasema twendeni taratibu. Pambano unaendelea, pambano wa moto sana. Wapinzani namna na kurudisha hivyo, anasema wala ujistoi. Lakini kupitia PMBet kwetu ni vicheko tu, kwa sababu kila siku tunacheka, tunafurahi, tunaenjoy. Mambo ni mengi, mambo ni mazuri kweli kweli. Wacha kufanya wewe, endelea tu kuwa na bando lako hapo, alafu sisi tunakwambia tuko hapa kwa ajili yako. Burudani zote, matangazo ya moja kwa moja utayapata hapa kutokea platform zetu za PMTV Tanzania. Kama
kama nilivyoweza kukuambia, hii ndio PMbet Ngumi Kitaa, na fight hii unaiona ni ya Nasib Habib dhidi ya Hashim Omar. Nasib Habib ni huyu aliyevalia bukta nyeupe, gloves zake zikiwa ni nyeupe, akiwa anawakilisha red corner, lakini pia ni kama anataka kufuga for fulani hivi, akiwa anawakilisha red corner. Lakini kwa upande wa mpinzani wake Hashim Omar ambaye yeye anawakilisha blue corner, yeye amevalia bukta unaweza ukasema gold, kuna wengine wakaita njano ikiwa na mistari mieusi pamoja na michoro pembeni, lakini gloves zake zikiwa ni za blue, yeye akiwa anawakilisha blue corner. Hii ni fight ambayo ndo kwanza tupo round ya pili, subiri na kuona nini ambacho kitajiri kwenye round hii ya pili. Muni na ni fight ambayo imeanza kwa ufundi mkubwa sana kwa mabondia wote wawili. Kwa upande wa Nasib katika raundi ya kwanza ameonekana akicheza kwa kufuata, huku akiweka mawindo ya kufanya mashambulizi ya kupigana zaidi, lakini kwa upande wa Hashim Omar ni bondia ambaye kiasili ni boxer, lakini sio tu kwa boxer, urefu wake unamruhusu kwa boxer, lakini pia ni bondia ambaye aliojaliwa ufundi katika kufanya mashambulizi, counter footwork yake, kuna muda defense head movement amekuwa bora sana. Kwa hiyo ni fight ambayo tayari shajigawa. Nasib anapigana na anawinda zaidi kama mpiganaji, na Hashim amekuwa akicheza kwa box kwa kutumia akili sana. Hashim Omar mkono mmoja nyuma, ni kama anaamini anamuweza sana mwenzake, au ni mtego ambao anajaribu kumtegea Nasib Habib. Mbwembwe katika boxing tunaziita shadow box, show boxing. Ni kitu ambacho kipo katika professional katika mchezo wa masumbwi. Kwa hiyo kitu ambacho tukifanya, anaonesha mbwembwe, lakini pia anaweka mitego ili mradi mpinzani achie mkono na yeye apate nafasi ya kuchomeka mkono. Urefu wake kwa mabondia ambao ni boxers ndio kiasili mabondia ambao waliokuwa na sifa za kuwa boxers, kutokana na urefu wao, jinsi wanavyoweka gap na nafasi, mikono yao kwa mirefu, ndio kitu ambacho kinaweza kuwanufaisha wao kwa upande wao. Kwa hiyo hata ukimuona ni bondia ambaye ana box, lakini kwamba show boxing, yani zile mbwembwe zimezidi zaidi ya uwezo wao, lakini kwa bado makini upo, na Nasib naye pia kwa upande wake makini upo, anawinda kutafuta nafasi kutokana na bondia ambaye ni mrefu, huko akitaka kufanya mashambulizi aidha kupiga ngumi moja moja au kuchanganya pia. Nasib Habib, na kukumbusha tu ni yule aliyevalia kila kitu cheupe, ni kama anajiita the white. Lakini pia kwa mpinzani wake ambaye ni Hashim Omar ni yule ambaye amevalia bukta ya njano ikiwa na michoro, huku upande mmoja mweusi, upande mwingine combination punch. Hashim Omar anacheka, ni kama anamwambia sijasikia chochote, lakini Nasib Habib ni kama ameamua kuja na ngumi combination punches, lakini kwa haraka zaidi, kwa sababu anaamini mpinzani wake ni mrefu na anaweza kumwada. Kwa anajaribu kuingia ndani sana, lakini pia kurusha combination punches huku akiwa na speed ya haraka sana. Ndio sahihi, kutokana na mpinzani wake anapiga ngumi moja. Kwa hiyo unapocheza mpinzani ambaye anapiga ngumi chache, wewe piga ngumi nyingi, huo ndio utakuwa msingi mkubwa sana kwa upande wako, ili mradi uweze kumoutcome au kumzidi katika swala zima la kushambulia. Kwa hiyo anachokifanya Nasib ni kitu sahihi zaidi. Mpinzani wake hajafungua, ila anajaribu kumtembeza. Kwa hiyo kufanya kwake mashambulizi anakuwa hai katika swala zima la kujilinda, lakini pia kushambulia. Kwa hiyo Nasib kitu anachokifanya yupo sahihi kwa kucheza zidi ya bondia ambaye ni boxer, bondia ambaye anafanya vitembeo na kushika ngumi moja moja katika swala zima la mashambulizi na kujilinda pia. Ni kama tulichokiona, confidence ya Hashim Omar imemfanya Nasib Habib aweze kumzoea, kwa sababu Nasib ni kama ameshazoea, tofauti na raundi ya kwanza. Nasib alionekana kama anajongea, lakini raundi ya pili tunaona Nasib ameamua kumzoea mpinzani wake Hashim Omar, na sasa hivi tunaona yeye ndio yuko on top akijaribu kuscore kwa kupiga combination punches. Mafanikio zaidi kwa upande wa Nasib ni kutoruhusu kuwekewa gap la nafasi zaidi zidi mpinzani wake Hashim. Close gap, kuwa karibu na Hashim inampa faida kutokana na anacheza bondia ambaye ni mrefu na kiuhalisia inaonekana. Kwa hiyo kwake anaweza akapata nafasi ya kupiga ngumi nyingi, aidha body punch, aidha right overhand au overhand za namna nyingi tofauti, au hata combination. Kwake itampa faida kutokana amepunguza gap, lakini pia anamuona mpinzani wake karibu. Kwa hiyo Nasib bado kucheza kwake karibu zidi ya Hashim ni faida kubwa zaidi kuliko kukaa mbali ambapo anaweza akapata shida zidi ya bondia Hashim ambaye amekuwa ni bora katika kufanya mashambulizi ya kupiga ngumi moja, lakini pia kuweka gap la nafasi. Na kukumbusha tu na wewe, faida unaweza kuipata kupitia website ya pmbet.co.tz kwa wanangu wa mikeka, wale ambao wanafanya bashiri za timu za mipira ya miguu. Light imefika. Nasib Habib anamgeuza Hashim Omar body punch, anamgeuza punching bag,
anamwambia tulia kwenye kona wewe, tulia hapo hapo. Na ubaya ni kwamba Hashim Omari ni kama amekubali kutulia, amekubali kuwekwa amekubali. Ni hatari kabisa hii bondia kukubali kukaa kwenye kona. Naye amekuja na akijaribu kutafuta hapa kati. Naona ngumi ya upepo ile. Naam. Pia ngumi lakini imemiss. Na kitu ambacho round ya pili inatamatika kwenye fight hii ambayo mabondia wanapokezana kuoneshana ubwela na ubaya. Tusubiri kuona nani ataibuka kidedea kwenye fight hii. Nilikuwa na kusii tu hakikisha unatembelea website ya pmbet.co.tz kwa sababu hapo ndio sehemu pekee ambayo kuna michongo mingi. Kuna michongo ya kupata pesa, lakini hiyo pesa yako unapata, lakini pia unapata wasaa kupata magari. Kwa wale wanangu wa mikeka nimekutajia kuna promotion ambayo inaitwa Super Royal Sports, ambako huku mahususi kwa wale ambao wanabeti mikeka. Ukiweka mkeka wako ukishinda unaingiziwa pesa yako uliyoshinda, lakini pia unaingia kwenye draw ya kushindania Toyota IST ambayo inatoka kila baada ya wiki 5. PMBet Ngumi Kitaa, tupo hapa Dar Social Hall maeneo ya Sinza. Round ya 3 kwenye fight hii ambayo inakutanisha mabondia Nasib Habib ambaye ndio huyo amevalia nguo nyeupe kote pamoja na gloves zake zikiwa ni nyeupe, akiwa anawakilisha red corner, lakini kwa upande wa blue corner imewakilishwa na Hashim Omar ambaye amevalia bukta njano ikiwa na stripes ama mistari, upande mmoja ni kijani, upande mmoja ni mweusi, lakini gloves zake zikiwa ni za blue, akiwa anawakilisha blue corner. Tunaona madaa na njonjo bado zinaendelea kuwepo kwa Hashim Omar. Showboating kwa upande wa Hashim Omar, yani mbwembwe zimekuwa zikiendelea, lakini kwa namna fulani tayari ameshatoka katika ile rhythm ya kwanza ya kujiamini kwa kumwoutbox mpinzani wake na kufanya mashambulizi yenye ufanisi yake, ambayo mara kwanza katika raundi ya kwanza ilikuwa ni bora sana. Jabu yake alikuwa anapiga yenye kunyoka na pia kuna muda mkono wake wa nyuma ndio ambao ulikuwa unakuja katika mashambulizi ya finishing, lakini katika raundi za mbele ameonekana kutokuwa bora katika kumkabili mpinzani wake, lakini Nasib bado ameonekana kuwa hai, pumzi ipo, lakini pia katika kucheza ndani zile head movements zake zimekuwa bora, lakini pia mashambulizi ya counter kutumia mkono wake wa nyuma kulia umekuwa ukimnufaisha katika nyanja ambazo zilizokuwa bora sana. Kwa hiyo bado ni fight ambayo ni nzuri na imejigawa, mmoja anatembea mwingine anapigana. Combination punches kutoka kwa Nasib Habib. Hashim Omar anamwambia migadi yangu iko chini, wewe kama unakuja njoo, lakini kila na Habib pia kutoka kwa Hashim Omar ni fight ambayo kila mtu ameendelea kusimamia kile ambacho yuko nacho, lakini tunamwona Nasib Habib anajaribu kumsogelea zaidi ama kuclose gap katikati yao ili kuhakikisha anaingia ndani sana, lakini Hashim Omar ambao tulitarajia angenufaika sana na urefu wake anamruhusu sana Nasib Habib kumsogelea. Sahihi, ameshindwa kutumia urefu wake katika raundi za mbele. Ameonekana ile confidence, yani ile hali ya kujiamini tena imepotea. Kwa hiyo ameonekana bondia ambaye anafanya mashambulizi machache lakini anajilinda kwa muda mwingi. Hatari iliyokuwepo kwa upande wa Hashim, anatumia kwa defense ya shoulder rolls. Round ya 3 imetamatika, lakini weka utua hapo Munir, utakuja kuanza napo hapo. Betha PMBet watuambia nini? PMBet wanakuambia nenda kamsanue mwenzio na mwenzie naye akamsanue mwenzie, ili tupate kusanuana na kupeana michongo kutoka PMBet kupitia promotion ya Super Royal Sports. Huko unaweza kubashiri mchezo wote unaotaka, unaweza kufunga mkeka kupitia mchezo wowote unaocheza, na unaweza kujihakikishia gari aina ya Toyota IST, lakini pia pesa taslimu ambazo zinatoka kupitia Super Royal Sports ya PMBet. Mbali na hivyo kuna Royal Win Plus ambayo inapatikana PMBet. Nenda kacheze mchezo wote unaoanzia spini ya shilingi 500 ama zaidi, lakini kama ni mara yako ya kwanza basi ukijiunga ama ukijisajili weka shilingi 10,000, alafu PMBet wanakuzawadia mizunguko 100 bure. Ndani ya mizunguko 100 unayo nafasi ya kuondoka na ile milioni 3 ambayo inatoka kwa washindi 10,
kila siku. Kama ulikosa leo, basi kesho unaweza ukapata. Jinsi ya kujisajili kwa mwenye simu ndogo ni nyota 149 nyota 23 alama ya reli, vigezo na masharti kuzingatiwa. Round ya 4 na ya mwisho kwenye fight hii ya 14 usiku wa PMbet Ngumi Kitaa, maeneo ya Dar Social Hall hapa Sinza. Fight ambayo inakutanisha Nasib Habib kutoka red corner dhidi ya Hashim Omar kutoka blue corner. Hashim ni huyu mrefu kuliko mwenzake ambaye yeye amevalia bukta ya njano akiwa na stripes nyeusi pamoja na kijao combination punches kutoka kwa Nasib Habib. Anapiga ngumi za kwenye uchogo ambazo sidhani kama zinaruhusiwa. Si sahihi kupiga ngumi nyuma kisogo, na katika sheria za boxing hairuhusiwi, ila kuna muda anajaribu kuilenga kidevu katika upande wa kulia wa bondia Hashim Omar, kitu ambacho kuna mnafanya amekuwa kimisi, na ndio maana ngumi zake zimekuwa zikishia kutua katika nyuma kichogo. Lakini kwa upande wa Nasib, kitu ambacho labda kama huenda akikitumia ni shambulizi la counter kupitia mkono wake wa kulia, ambao pindi Hashim Omar akitoa jab basi aweze kumcounter kwa haraka. Kutokana kwa upande wa Hashim, mkono wake wa kushoto, mkono wake wa kulia amekuwa akiblock shavu lake la kulia, lakini kitu ambacho muda mwingi amekuwa akifanya makosa ni kuacha upande wake mwingine kwa wazi. Kwa hiyo mfano Nasibu akiwa anachanganya ngumi zaidi ya moja na kufanya mashambulizi makali huko akivizia kwa kufanya shambulizi la counter katika upande wa shavu lolote la mpinzani wake, anaweza kunufaika pakubwa sana katika fight hii. Ngumi kutoka kwa Hashim Omar ni kama zimemtikisa Nasib Habib, lakini anamwambia mimi niko strong na niko vizuri, na hakikisha tunaenda kutamatisha raundi ya 4 na ya mwisho. Tusubiri na kuona, lakini ile confidence ambayo iko pale Hashim Omar kwenye raundi ya kwanza ni kama inazidi kupotea ama inazidi kuondoka taratibu, lakini Nasib Habib light imefika. Nasib anaonekana kuendelea kumfuata mpinzani wake. Hashim anajaribu kuacha space, lakini Nasib anazidi kusogea zaidi kuhakikisha anafikisha punches zake, na kila anapoenda anaenda na punches 2 mpaka 3. Mwamuzi anasimamisha pambano. Glove ya Hashim Omar ni kama imefunguka. Naam. Lakini nakusihi ili baadaye nisije kukuonea huruma, tembelea website ya pmbet.co.tz. Hao ndo wanafanya kila kinachoonekana hapa kionekane kama ambavyo kinaonekana, lakini ukitaka pia maisha yako yaonekane kwenye ubora huu ambao unauona, basi hakikisha unatembelea website yao. Wale wanangu wa kasino, kwa spin yoyote kuanzia shilingi 500 unashinda pesa, lakini pia unaingia kwenye draw ya kushindania gari za kifahari, nikiwa na maanisha Toyota Harrier ambazo zipo 15 kwa ajili yako. Tembelea website ya pmbet.co.tz. Nasib Habib ni kama ameambiwa mwamuzi ni kama amemaliza pambano. Taulo limetupwa, ni kocha ametupa taulo. Kocha ametupa taulo la bondia wake, inaonekana hakubaliani na kile ambacho kimefanywa. Sahihi, kocha au second ndiye anaangalia mwenendo wa bondia wake. Ameangalia, ameona amepokea punch hatari zimetua katika kidevu chake, na ndio maana unaona hata kwa upande wa Hashim damu zinamtoka mdomoni. Kwa hiyo kuna muda alipigwa ngumi ambayo ni hatari, ndio maana akaona kuepusha madhara zaidi kwa bondia wake, wameamua kusalenda ili bondia wake atoke katika ile hatari ya kushambuliwa zaidi au kufanyiwa tena mashambulizi ya hatari. Kwa hiyo kwa second au kocha yuko sahihi kwa kichokifanya. Pambano limemalizika, ilikuwa ni pambano la round 4. Ilikuwa ni pambano
Pambano limemalizika katika round ya 4 iliyokuwa round ya mwisho, dakika ya 2 sekunde ya 54, na hivyo basi mshindi kwa TKO ni kutokea wetu na Nasib Habib. Nasib Habib. PMBet Ngumi Kitaa inaletwa kwenu na PMTV, TPDRC na PMBet.